Inaendelea kukosa mwelekeo katika baadhi ya maeneo ya kaunti ya Tana River baada ya miradi kadhaa ya ujenzi wa madarasa na majengo ya ECD eneo la Garsen iliyogharimu mamilioni ya fedha za walipa kodi kushindwa kukamilishwa. Hali hii inazua maswali mazito kuhusu usimamizi wa fedha za umma katika serikali za kaunti. Abdulaziz Nameka na taarifa hii. Licha ya serikali ya kaunti ya Tana River kutenga bajeti kwa ajili ya miradi hii, baadhi ya majengo yameachwa katika hatua za awali za ujenzi, huku mengine yakianza kuharibika kabla ya kutumika, jambo linalowanyima watoto haki ya kupata elimu. Kuna pesa zaidi ya milioni 15 ambazo mpaka 20 ambazo ECD zake bado hazijajengwa na ziliwekwa katika bajeti. Moja hapo ikiwa hii, nyingine ni Bilisa Primary, nyingine ni Maua Primary, nyingine ni Bilisa Primary. So hizo zote takriban inaweza fika pesa milioni 20 hazijaweza kujengwa mpaka sasa. Kulingana na mwakilishi wa wadi ya Garseni Magharibi Mahmud Gabo, hali hii ni ushahidi wa uzembe, usimamizi duni wa matumizi mabaya ya fedha za umma, akisema kuwa miradi ililipwa lakini haikutekelezwa kwa viwango vinavyotakiwa. Hata skuli zingine ambazo tuliweka budget, tuliweka ECD katika upande wa Bora Imani, tumeweka pesa ya CDA ya Mesa C, tuliweka katika sehemu ya Bilisa Primary, na hizi zote bado hata mmoja haijaweza kuanzishwa. So inamaanisha county government inazembea katika kazi zake. Gabo ameeleza kuwa hali hii ni dhuluma kwa watoto wa chekechea, akiongeza kuwa ni kushindwa kulinda haki ya watoto kupata elimu bora na mazingira salama ya kujifunzia. Pesa iko kwa budget kwa Wizara ya Elimu. Tumetenga na tukaweka pesa hapo. Amen. Alafu contractor anayepewa kazi halipwi. Hiyo ni dhuluma. Ni dhuluma ya kudhulumu mwenye alipewa hiyo kazi, na ni dhuluma ya kudhulumu wenyeji wetu hapa, watoto ambao wangekuwa wanasomea katika haya madarasa. Amesisitiza kuwa bunge la kaunti litachukua hatua kuhakikisha maafisa wote waliohusika na uzembe wanawajibishwa, huku akitaka tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC kuingilia kati na kufanya uchunguzi wa kina. Kabla sisi MCAs hatujapeleka nyumbani, tutapeleka watu nyumbani, wale wahusika na shirika zote ambazo zinahusika katika kuchunguza hizi vitu kama EACC ziweze kuchunguza. Abdulaziz Nameka, TV47, kaunti ya Tana River. Tuangazie mengine.